nimefurahi sana. Serious sana. Pia. Komba kazi ni furaha uzuri. Enjoy sana. Enjoy. Right. Soja tena wewe ndio kila kitu. Asante sana. Chawi mmoja napiga audio kwa sijui katumo. Kwani unatarajia ugeni wote? Vipi sisi? Safi. Karibu. Asante. Mbona hujapiga hata simu? Nimepiga tu mara moja kusalimia. Eti. Hi. What's up? Dada, what's up? Kaa kidogo. Haina shida. Haina shida. Siku nyingine. Haina shida. Hai, ngoja nikutoe. Vipi? Hisi sawa. Vipi kusinini sasa? Hivi chonko gani unaletea hivi? Nimefanyaje mpenzi wangu? Ni mdogo wangu tu amekuja. Mdogo vipi? Mdogo vipi? Hebu niambie mdogo vipi? Mimi nakuelewaje mdogo wako vipi? Ni mdogo wangu mpenzi wangu kweli. Kama yule ni mdogo wako au sio? Wewe uko shida niko nitambulisha. Mimi si mpenzi wako na unanipenda. Mpenzi wangu sio hivyo, tunamuona alivyokuja na haraka. Yaani nimeshindwa hata nikutambulisheje. Tunamwambia kama amekataa. Hivi kama wewe ungekuwa mimi ndio wewe ungejisikiaje? Nisikize kitu kimoja. Unajua mimi nakupenda unajua. Afu hii mchongo unaletea hisia unajua. Mpenzi wangu nakupenda pia nakuomba unielewe na nakuomba uniamini. Nakupenda peke yako mpenzi wangu. Ni kweli kabisa ni mdogo wangu. Mimi nitakuamini vipi sasa? Kwa nini hujanitambulisha? Nakuomba unielewe baby. Unajua unamsumbua. Nisamehe mpenzi wangu, nisamehe. Hapana mpenzi wangu, naomba tu nielewe. Nielewe mpenzi wangu. Nisamehe. Sirudi. Nakupenda. Unataka uniache nibaki na nani? Sio tena sawa. Sirudi mpenzi wangu na kama hivyo mtu anakuja. Kimsingi hiyo ndio situation ambayo dadangu anaipitia. Na ndio maana nikaona kuna umuhimu wa kukueleza wewe. Naamini unaweza ukasaidia. Okay sawa. Labda huyu jamaa ukimwona yukoje? Yaani mazingira yake unamwonaje? Ule mkutana naye. Chikibobu fulani mtoto wa mjini. Nashinda. Janja. Brother, nikwambie kitu. There are no right for there. Okay. Pale kwa dadako yule anamchezea tu, hakuna maisha. Ningependa nionane na dada. Sawa, maana mimi nilipokutana naye dada nilimwambia kwamba nina mazungumzo mengi sana ya kuzungumza na wewe. Lakini kwa sababu kuna mgeni naomba nikuache. Hamna kitu hapo brother. Kwa maelezo yako tu haina discussion. I want to see your sister. No problem. Sawa? Ndio. Sawa. Unaelewa? Sawa. Ukipata time nielekeze mimi nataka nakutana naye wapi. Kama ni unataka msaada. Sawa? Sawa? Haina shida. Thank you. Imeisha. Unakaa unapiga kelele, una hela nini haya? Kunywa mpaka utambae. Kumbavu. Sasa mimi leo mimi nimekabila sijui. Yaani una hela.
Sawa, hamna. Mimi nakusaidia vingapi? Sikia. Achana kunisaidia vingapi? Taratibu Taka bombe hii wewe, sikia. Yule unakunywa supu, maana jua utaamka na hangover. Hii mandazi. Mandazi Unajua ukiamka utakuwa na hangover. Hii utanunua wewe acha. Acha ladha. Ila za mwanaume zisipokelewe. Wewe sawa. Kunywa uache kuleta dharau. Hii nimekupa mimi sio mtoto mdogo. Nazime gari na nini, yani vitu vidogo unaletea mimi Ayusho, si nani wanitangazia. Sasa mimi nakwambia kwamba hii ni jeuri ya fedha. Umeelewa vizuri wewe mweu? Hii ni jeuri nini? Ni jeuri ya fedha. Usikia vizuri. Siko nguvu ni vitu vidogo. Hudu. Leta takataka hii ongeza. Mimi kule shetani kama malaika. Shetani kama malaika. Wewe shetani mwenyewe. Shetani mpenzi wangu, pokea simu mpenzi wangu. Baby. Mbona kwa hivyo? Mpenzi wangu ona, njoo. Ni shida. Mpenzi wangu ona. Ni shida. Ona mpenzi wangu. Mpenzi wangu. Mimi sielewi. Do. Mpenzi wangu nafanyaje mimi jamani? Nikwambia kitu mpenzi. Mimi yote niliyajua. Toka mwanzo nilikwambia kabisa mimi yule jamaa simuelewi na mimi simuamini. Ushaona? Kwa haya yote mimi niliyajua. Ndio maana nikakwambiaje kabisa mpenzi wangu hii sio sawa. Nikukaa hapa hii sio sawa. Sababu yote nilijua. Hata siku ile mdogo wako alivyokuja, hapo mdogo wako mbea ndio uende ndani na kuchomesha huko. Siku ndio maana mambo kwa sababu unaona barua hii ya kugawana mali tena mambo gani sasa hivi? Tunafanyaje sasa? Tunafanyaje mpenzi wangu? Tunafanyaje? Ni jambo zito sana unajua hili. Fanyaje mama? So kesi lakini. Ndio mpenzi wangu sawa. Tuko mimi na wewe kwenye shida na kwenye raha. Ili swala mimi nalibeba kama nafulibeba jambo langu. Umenielewa vizuri? Kwa usipanic sana baby, sawa? Kitu cha kufanya cha msingi kabisa hapa tumwahi kabla hajatuwahi. Sema vizuri. Hapa cha msingi sisi tuuze hizo mali. Unaweza kujua uamuzi fulani wa kukurupuka lakini uamuzi mmoja wa busara sana. Kwa sababu gani unajua? Umenielewa? Mimi na maeneo yangu kule Arusha, kule Boba, kule samaki nini. Ile tunaenda kuingiza kwenye biashara kule afu na nyumba zangu kule na tunaenda tunaishi. Na maisha yanaendelea, tunaishi kwa amani kati yangu mimi na wewe. Hapa mna amani. Inabidi nimwambie yule ndugu yangu kwanza. Ndugu yako yupo sasa. Yule dogo siku zile alikuja hapa mbea yule unataka kumwambia mimi simwamini hata kidogo. Na mimi kabisa siku zile alivyokuja kutukuta ndo kaanza kupeleka habari kule. Yaani usimwambie hata kidogo, ni ukija kumwambia tumeharibu kila kitu. Mimi ninachokwambia, cha msingi tuuze mali tuondoke. Na sura yako ilivyokuwa nzuri nitaiona wapi jamani? Mpenzi wangu. Sio hivyo usikasirike. Unajua naumia sana mbona. Nakupenda sana bwana. Unajua dogo amechelewa mpaka dakika hii. Ila mimi nisharekebisha kila kitu. Kila kitu nishaandika nini fresh. Kwa kija pale ile dogo awe mnyamo. Kija na bwaga anaondoka. Sio karibu mpango. Kwa barua iko tayari. Iko tayari kila kitu.
Haina shida. Atafika tu. Wewe ndio umechelewa. Kwa sababu mimi kwa nakwambia wale uhai. Yeye niko nayo juu. Unajua tena mjini hapa michongo mingi. Kwa kila siku mshikaji wangu michongo mingi. Mimi hapa nataka niende Kinondoni hapo kwa. Poa vipi wazee? Fresh man. Chuma vipi? Shwari. Wewe fresh. Haina noma. Taratibu kwa kama nilivyokuambia, nilikuwa namwambia mshikaji kwamba alichelewa kidogo. Sio pole sana. Nyamu hivi ndio huyo Mambo asemaje? Shwari. Kama kawa. Sikizia dakika 0. Mshikaji wangu, unajua tena mambo mengi sana. Lakini hivyo hivyo. Wewe fanya kama unavyoweza. Bwana Barua ndio hii hapa. Address kila kitu hapa kinajieleza hapa. Ndio. Au sio? Kwa ukifika pale mambo sio mengi, unamwachia alafu unasepa. Au sio? Hapo maelezo yote yanaeleza. Maelezo kile kinajieleza. Au sio? Ndio. Inaonekana kama imetoka mahakamani, au sio? Simone. Sawa. Kwa hiyo ukienda pale mambo sio mengi. Na pale unampa alafu unakuja nini ongea bwana? Ile kitu huko ndani. Hapo kauli yangu maelekezo yote. Umada mwa Cindy na kusisia bila Cindy. Anafika pale na wewe Cindy namjua yeye. Ile achukua songezi kidogo. Basi sawa. Noma mwanangu. Basi fresh. Ama shida. Wakishakamilisha kila kitu sisi tutachonga. Ndio mwanangu. Ndio. Mimi ngoja nimwake Kinondoni. Au sio? Haina noma. Kuna mshikaji naenda kuonana naye hivi alafu kwa mimi ndio niko kidogo na watu naonana nao hapa. Basi noma. Au sio? Karibu sana. Sawa. Karibu sana penzi. Pumzika. Bwana. Sawa. Jisikie uko nyumbani. Shajua shida nini. Sikia bibi. Hapa tunakaa siku kadhaa, tunakaa kama siku 3 afu tunaondoka. Sawa bibi wangu. Jisikie uko nyumbani. Kwa mnyonge mpenzi. Sawa. Namna usisikie vibaya. Sawa, wewe unapokuwa mnyonge hivi unajisikia vibaya. Mimi napenda udoto na furaha. Huko tunapoenda nimeshabook ticket, mambo yako vizuri. Na kama unafujua huko nataka upokelewe kama malkia. Sawa. Kwa hiyo nimeandaa katafuja fulani hivi ambacho nilitaka kufanya surprise, lakini nimeona kwamba hofu yako imezidi. Yaani imeshika hatamu sana kuliko kile kitu ambacho ninachotaka. Kwa hiyo nitoe hofu. Katafuja tutaenda Kilimanjaro kule Arusha kule. Kwa hiyo utaona kuna Wamasai kacha fulani ngoma zinapigwa pale, mtoto mzuri unapokelewa white kama wewe ndani kabisa. Sawa kwa free kwa na amani pesa wangu. Sawa baby. Na amani. Poa no. Nisikie kidogo maana safari yako nao ni ndefu. Okay. Nimemtafuta sana. Nyumbani kwake tu nimeenda zaidi ya mara 4. Yaani kuna wakati mimi nashinda pale ili nimuone. Sijafanikiwa. Nimezunguka sana kumtafuta kwenye maeneo yake ya kibiashara sana. Wakati ananipa pole, unisaidia na namna gani mimi nitampata dada yangu? Ni kweli wanashemeji. Kwanza lazima nikupe pole. Kwa sababu kwa mihangaiko unayohangaika kutafuta dada yako. Unafanya kazi kubwa sana. Lakini
Mimi ninamkumbuka rafiki yake mmoja. Rafiki yake sana. Alikuwa dada yake na yule binti ambaye alimfanyia naye basi. Unazungumzia dada yake Kingi? Yes. Yule ni rafiki yake sana. Hebu tujaribu kwanza kufuatilia yule dada. Anaweza akajua. Yule hayupo mjini miaka mingi sana. Hebu mimi. Unafanyaje mimi kumpata dada yako? Hapa solution bwana. Inabidi tuende kituo cha polisi. Unajua serikali ina mkono mrefu. Serikali itakusaidia kumpata dada yako. Mimi na imani dada yako yupo kwa sababu dada yako yupo janja sana. Nitakuniambia ni mhalifu anga. Hapana. Unajua mtu ambaye hatuna mawasiliano naye na tumejaribu kumtafuta hapatikani, polisi hawasimami kwa kutuhumiwa tu, wanasimama kwenye mambo mengi, hata hivi kurahisisha kumpata mtu kama jinsi alivyokuwa dada yako alivyopotea, kwa sababu kuna wengine wanatekwa, serikali ina polisi wanasaka na wanampata na wanamrudisha kwenye tena. Kwa nina imani polisi watatusaidia. Tukimkosa polisi maana yake wataniambia twende mwanzo. Hapana. Sina wazo hilo. Mochwari hilo wazo hapana. Ni polisi tu wale watatusaidia. Na hao watatupa njia kwamba labda mfuate 1, 2, 3. Tunataka mawazo mapana. Sawa. Sijui ratiba yako ikoje kesho. Mimi kesho sitakuwa na nafasi, ila kesho kutwa nafasi takuwa. Mimi na imani dada yako yupo kabisa. Nina imani dada yako yupo. Uko wapi? Kwema. Sikwema. Mbona lakini? Ngoja kwanza. Unaenda wapi sasa? Mimi nimekuza vipi? Yaani sielewi imekuwaje, maana yake sikubana mwanangu ndio kudala nimekupa mwanangu hapa. Bwana mwanangu chapu mwanangu umerudi. Mimi sishakupanga kila kitu mwanangu. Sasa hivi kweli mwanangu sana. Mimi sikiliza, mimi ndio nyumbani kwangu nataka nipumzike ujue sasa Uko vipi mwanangu? Mwanangu kinela si nimekupa mwanangu, mbona sikuelewi mwanangu? Hii chapu ya wapi? Sasa mimi nalala guest, mimi kuna guest. Mimi nataka nifanyaje ujue? Nataka nilale nyumbani kwangu mimi. Sasa unapeleka guest vipi? Mimi nina maisha guest. Ushona maisha guest mimi naye mimi. Yaani nimerudi Dar es Salaam, nimekuja hapa mimi nina guest. Nina guest mimi. Toa msikilize kwambie mimi nakuheshimu sana unajua mshikaji wangu sawa? Mimi mambo siyataki ujue. Umeona? Usichukulie poa ujue. Alafu unajua mimi kwamba maisha achana maisha hayo. Okay, poa. Sio poa. Mimi nalala ndani huko kutaka mtu nitaamua. Wewe unatakaje? Sikiza basi, kama ndani basi sikia nipe dakika 10. Unajua nafanyaje? Sio dakika 10. Nipe dakika 10 ndio nafanyaje. Kwa mimi singeenda ni kwangu. Poa shika begi ngala. Wewe nenda. Shika, mimi siwezi kukuweka ndani. Basi pumzike endelea na mambo yako. Fresh ila mimi sijapenda ndani na mzigo wangu dakika 10. Bwana jamaa huyu. Sijui kwa nini nilimwamini. Babe. Yes baby. Mbona urudi? Nini? Kuna gambo hapo fulani hivi walikuwa wanasumbua sungusungu hao. Okay babe. Njoo basi mpenzi, nasikia kelele huko nimenistua. Boy wangu nakuja sasa hivi.
Sasa mwanangu, ile nakutumiaje? Mimi kama nikwambia tu kweli rafiki yangu. Ile mimi nimekutana na jamaa zangu na mambo ya biashara tunayafanya, umeelewa? Biashara ipi mwanangu? Kwa sababu unapozungumza kama mwanangu yeye sasa ya shida nini? Shida ipo. Shida bali ipo unamzungumza. Yaani shida ipo kwa sababu gani unajua? Kwa huu mwezi sasa hivi unakatika. Sio dalili yoyote unajua. Alafu mimi nakaa guest tu siku zote. Tutatu tuko guest kule mpaka sasa nadaiwa karibia hata wiki 3 sijalipa hela. Umeona? Kama mipango imefeli, nigela yangu mangu mimi niendelee maisha yangu, nikalipe guest endelee na maisha yangu. Kwa nini unachokiamini kwamba mimi na wewe hakuna shida? Kwani kuna shida yoyote ambayo kwa ameniuliza kuhusu mapema sana? Shida hivi mwanangu kwa sababu sisi tulikubaliana kwamba unaenda kule karibia mwezi mzima. Alafu mwanangu usiku leo umegeuka. Sio dalili yoyote unajua. Alafu mimi nakaa guest tu siku zote. Tutatu tuko guest kule mpaka sasa nadaiwa karibia hata wiki 3 sijalipa hela. Umeona? Kama mipango imefeli, nigela yangu mangu mimi niendelee maisha yangu, nikalipe guest endelee na maisha yangu. Sikia nikwambie kitu kimoja. Wewe ni damu yangu. Kama damu yangu mimi, yani swala kule na yeye kwa sababu mwacha mwanamke guest yani mimi sikuelewi ujue. Wewe kama vipi unaweza kama achana naye, mwache kula lala, afanye mambo yake, afanye maisha yake, kausha kaa hapa nyumbani kwangu au kama unapoenda unapojua wewe fanya mambo yako rafiki yangu. Wewe unadai mimi ndugu yangu mimi hela ambayo sina. Kwa sababu mwanamke mwacha guest wewe. Mwanangu umenifelisha mwanangu. Acha mambo yako bwana. Nilikuamini kishenzi mwanangu. Sasa tulia. Hela yote ile mwanangu ile ipotea hivi mwanangu. Hela nyingi ile mwanangu ile. Basi kuelewi. Okay, sawa mimi nimekudhulumu ile la nyingi sawa. Nimekudhulumu unahisi unakudhulumu. Wewe Tom vipi rafiki yangu wewe? Mbona kwa mzembe wewe? Yaani unaongea vitu vya fo kabisa mshikaji wangu. Mimi nishakwambia nimeingiza kwenye mfumo kule. Wewe kesi kwa mzembe. Unakuwa kama vile yani usijui. Wewe umelogwa au? Umelogwa anakuuliza? Nimeshanifuruga bana kwa hela nyingi sana. Nimebalilina na mwanangu hapo tushapigwa. Sikiza. Shida sio ndogo. Shida sio kubwa. Ila mwanamke ambaye yupo guest, wewe ukimwacha kwa guest akakaa kule, akachukua guest akatulia kule, atalipa atajua utaondokaje, shida nini? Wewe vipi bwana wewe? Shanifelisha mwanangu. Yaani wewe wewe sasa hivi. Sasa kwema. Karibu. Nashukuru kwa kunisikiliza ila samani. Naweza nikajua labda Tom yuko wapi? Mito sifahamu alipo. Samani nakuomba tu niambie mahali Tom alipo. Mimi kujibu sifahamu alipo. Na wewe sijui yuko wapi Tom saa hizi. Kuna shida? Yaani naomba tu nisaidie kama unajua mahali alipo kwa sababu yani sijui alipo, hapatikani, simu zote hazipatikani. Alipokuwa nakaa kule, aliponionyesha hayupo. Nakuomba tu msaada wako kakaangu, nakuomba. Labda mimi nikwambie kitu kimoja. Mimi nilita nafanya shughuli zangu pale, sawa? Na shughuli zangu nazifanya. Na kazi zangu nazifanya pale. Hebu naomba kama unaacha mimi nifanye kazi zangu. Mimi masuala Tom yuko wapi saa hizi? Anafanya nini mimi sifahamu. Alafu kaka nina shida Tom kaniacha hotelini kule nadaiwa. Yaani vitu vyote mimi nimenyang'anywa hotelini hata sielewi. Tom naomba unisaidie ndugu yangu nakuomba. Niambie kitu kimoja. Alafu swala hotelini nikupe tupole sana. Shida yani kama hotelini unadaiwa mtamaliza tumita sasa hivi kufahamu yuko wapi. Mpigia simu. Simu hapatikani na yani simu zake zote namba zake zote ambazo mimi nazijua hapatikani. Nitaka kusikia mambo ya Tom bwana ndugu yangu madam.
Wewe kama mwacha hotelini, tu mko hotelini ni mambo mimi anihusu kwa sababu unaona kama unanichanganya madawa kichwani yani. Naomba msaada wako. Sina msaada mwingine, kwa nikwambie kitu kimoja. Wewe tafuta taratibu. Tafuta taratibu na utaona alafu kitu kingine. Mimi mambo mimi sitaki kufahamu. Kwa nini ndio kimya kimya? Kumaidia. Safari ndizo kwako. Nzuri, tabia mbaya. Ama kweli, milima ikutani lakini binadamu anakutana. Yangu. Si nikwambie nimeona kama nimeona nini ndugu yangu. Unishindi mimi maidia. Unishindi mimi. Mimi shuga yangu. Nipo ndugu yangu ila kidogo na shida Irene. Mbona nataka unisaidie ndugu yangu. Unajua nimepitia kuna changamoto kidogo nimepitia lakini naomba tu unisaidie sehemu ya kukaa. Unajua Cindy bwana? Irene, wewe ndugu yangu umetoka mbali. Najua Cindy, najua. Sio kama sikika tumetoka mbali. Ila shoga yangu pa kukaa itakuwa changamoto kidogo. Ila Cindy, sasa wewe unapitia shida kama hivi, sehemu ya kukaa huna. Vipi yule kibenteni yako? Afu uko namsifia kweli yani hicho kibenteni. Mimi ananisaidia na mahela. Irene, sitaki hata kumsikia sui nani wala nani. Yani sitaki kumsikia mtu yote. Ninachokitaji mimi ni wewe tu msaada nipate pa kukaa tu. Cindy wewe ulikuwa huambiliki, husikiki kwa ajili ya kile kibenteni. Unatuona sisi mabwana zetu hawana maana ukageuka mama mshauri. Haya imekuwa vipi? Okay, anyway. Ni hivi Cindy, kama nilivyokuambia shoga yangu. Sehemu ya kukuweka mimi sina. Ila msaada mmoja ambao naweza ikaa kwako nikakupa wewe shoga yangu. Twende kazini. Chapu. Wewe mwenyewe unajua bwana, wewe mbona unanipa bwana mtu bado. Umesikia? Yaani hapo utapangisha apartment yote unamotaka. Kwa nini unajitesa Cindy? Mambo gani au unaniangusha mshikaji wangu? Asante. Cindy, asante. Pole. Cindy. Umepata na nini? Umepata na nini? Tatizo nini? Kwanza, twende kifuni. Twende kifuni pale tuongee. Cindy. Sikiliza. Twende kwanza kifuni. Twende.
Tatizo nini mke wangu? Mimi sijakuzoea katika hali hiyo unajua. Ni kweli, lakini nakueleza nini? Nakueleza nini mimi? Niache tu niambie sana. Hapana. Tuliza moyo wako. Mimi bado nakupenda Sinde. Tatizo nini? Mungu, nimekuumiza. Nimefanya mambo mengi. Nimekufanyia sivyo. Leo nakueleza nini? Nikwambie nini? Yale yaliyopita yamepita, ni miaka mingi. Tugange yajayo mama. Wewe mimi niambie tatizo liko wapi? Tatizo ni nini? Mimi bado nakupenda. Bado uko moyoni mwangu. Bado unanipenda? Kabisa. Mungu mwenyewe shahidi. Mimi bado nakupenda. Bado upo ndani ya moyo wangu. Na kwa hiyo umenisamehe? Yaani Mungu mwenyewe anajua. Yote leo kufanyia mume wangu umenisamehe? Mimi nimekusamehe kila kitu. Wewe tuliza moyo wako. Najua utakuwa umeyapitia mengi, nami nimeyapitia mengi. Cha msingi ni kumwomba Mwenyezi Mungu. Bado unanipenda? Bado nakupenda. Bado uko moyoni mwangu. Pole sana. Twende kwako. Ukapajue. Ondoa shaka. Unajua sana.